Shalom, shalom, shalom. Kama bado hujaangalia historia ya wito wa Askofu Zachary Kakobe, naomba uache kila kitu uende ukaangalie, especially wale watu ambao wana wito wa Mungu kwenye maisha yao. Kuna kitu kikubwa sana, very powerful, cha kujifunza kwenye hiyo historia. Binafsi imenigusa sana pale Askofu Zachary Kakobe alivyokuwa amejichagulia wito. Mungu anakuita uwe mtu fulani na wewe unampangia, unasema like kama mimi ningekuwa hivi naona ingefaa sana. Imenikumbusha enzi hizo na mimi nilikuwa najifanya nampangia Mungu kwamba mimi it's okay nikiwa tu hata PA wa mtumishi wa Mungu, it's okay kama nikiwa kitu fulani. Tunasahau kwamba wito wetu hauanzi duniani. Mungu anatuita tangu tupo kwenye tumbo la mama yetu, ametujua na ametuambia au amesema tutakuwa watu wa aina gani au tutakuwa watu fulani. Kibinafsi nilikuwa sipendi kabisa kuwa kwenye kamera, nilikuwa napenda kuwa background. Naona kama watumishi wa Mungu ambao wanaonekana mbele za kamera, wao ndio wanatupiwa mawe, wao ndio wanatukanwa. Kwa hicho kitu hakikunivutia sana, nikasema mimi it's okay, naomba niwe tu hata administrator na mimi napenda mambo ya kuorganize na kusupervise, naweza nikamtumikia Mungu kwa njia hiyo. Lakini guess what, Roho Mtakatifu akasema no, tangu huko kwenye tumbo la mama yako nilikujua na nimekuchagua uwe mtu fulani. Hicho ambacho kimempata Askofu Zachary Kakobe. Yeye alikuwa anataka kuwa kingdom financier na Mungu amemuita kwenda kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Jamani, tunaomba mtuletee part 2, tunaisubiri kwa hamu sana. Mungu awabariki watu wote ambao mmeandaa, mmeenda mmefanya research. Mungu awabariki, mnatubariki na tunajifunza vitu vingi. Amen.